Nasikia kiu. Eh? Nasikia kiu. Nasikia kiu. Hivi wewe uishi kunisumbua eh? Unifanya mimi kijinga katuni. Vurugu leo nifanyia kwa bado unaona itoshi. Sofia. Sasa unalilia nini? Nataka maji. Asubiri hapo kununulia. Mtoto mengine bana. La supermarket mwana dogo sasa unanisumbua na hili. Unataka maji? Eh? Haina shida nakuletea tu nikutandike vizuri nyumbani kwa ujinga unionifanyia supermarket. Mfanye mimi mtoto mwenzio na utulie ndani ya gari. So gusa vitu malo gusa radio gusa nini utulie.
Pipi. Bwana pipi sio. Unasafisha lugha ya kiume? Hamna. Uko nakuulizia tu ile. Bana kuona unasafisha lugha ya kiume. Asiwezi. Siwezi baba. Una kisirani chako tu wewe. Unakaa unakuja na kisirani chako hapa na unataka kuletea na visirani hapa. Kazi za ufumo. Kazi zenyewe tunafanya ngumu hizi hapa. Alafu tunatotea visirani vile vile. Mimi mwenyewe na kisirani vile vile. Oh. Una kisirani nani? Watoto wanaosha mawe. Watoto. Hata nikufungulie nifunge. Unasikia unia gari? Kutoka wapi? Hapa nje kama gari yangu ile. Sijasikia mimi pipi sijasikia. Sofia we. Hii kweli kali. Hii ya mwaka hii. Wale vipi umeacha gereji leo? Hii original. Tunakuwa chizi hivi. Hivi mtoto. Kazi yenyewe ngumu afu tunapeleka masharti hapa. Tunafanya kazi mtu sana kazi kuna mashaka. Wo? Naishi kwa pressure hapa. Hapa naishi kwa pressure sana. Maisha gani haya bwana, mtu tunakaa bila uhuru. Hako mashaka tumdaote mashaka. Bo? Niache na mimi nijibu. Kwa nini? Wow! Sofia mwanangu njoo. Miso. Jambo. Marahaba, mambo. Poa. Mwanzo. Zawadi yako, asante mwanangu, asante. Umetoa wapi? Zawadi yako. Zawadi yangu tu. Umekuja na nani mama? Baba. Na baba. Tuende tukamwone baba. Mama, sipata wewe hata kukuona. Wasema? Wewe hata kukuona kwa sehemu. Wataki niona? Sofia. Bye. Halo? Ya, hapo ni polisi. Halo? Kituo cha polisi? Okay, nakuja.
mviringo. Kumbe hiyo ndo tabia yako eh? Ukikaa jikoni unadokoa nyama. Afu Jamila wewe. Hivi ni nani anawapika nini chakula ndani? Wewe. Ni nani atakayejua kwamba chumvi imezidi ama imepungua nani? Hata kama sasa nitakuwa kudokoa nyama wakati ushaikaanga. Sikia Jamila, ukideta tabia hiyo nitakufananisha mzee Sofia. Wewe nakujua kama una heshima na una akili timamu kuliko Sofia. Nani anakutuma kama kuongea tabia kama hiyo? Kwa nini usione kiwa inapikwa? Kila mpishi anaanza akiwa inapika. Sasa uishi hapo na ushika adabu yako. Baba. Hebu onja kama ina chumvi au haina chumvi. Tamu na chumvi nyingi. Mbona? Tamu. Mbona? Sasa hapa nimekupa kwa mfano tu. Kwa sababu wako napika mimi vitu vina chumvi, vingine vina chumvi. Mbona? Nipe nyingine. Kubwa mimi nataka. Mbona? Moja na. Tamu. Mbona? Mbona unafanya vitu professional? Sasa ukisubutu ukidiliki kwenda kumwambia babako kwamba nimeonja nyama, na wewe nenda kupeleka taarifa kwamba wewe umedokoa nyama. Wewe si ndo umeniba? Nini? Ndio. Ebo? Hivi wewe wakati tunakula nyama na mimi snip? Hata kama. Mpaka unipetea. Hebu shika adabu yako. Toa tulia hapo. Umesikia? Ushia hapo. Ukienda kudiliki kusema pumbavu na mimi naenda kwambia kwa mwanaume umedokoa nyama vipi? Basi naomba nyingine afiseme. Wasa? Naomba nyingine afiseme. Wapi? Ukinipa afiseme kwa baba. Kwanza Umedokoa. hivi Hiyo sifukuzwe kazi. Wewe ni baba wa mtoto? Kwa nini unamwachia mtoto wako aendeshe gari barabarani? Yaani mimi hata mwenyewe afande nashangaa. Amechukua gari katika mazingira ya kutatanisha. Yaani mimi mwenyewe nashangaa hata amewezaje kuendesha gari barabarani. Afande. Huyu mtu naona anataka kutufanya sisi wajinga. Naomba akae ndani masaa 3, 4 au 5. Baadaye tutajua nini cha kufanya. Ndugu yangu, loko hapo sio kanisani au msikitini. Sio pazuri hivyo unavyofikiria. Kwa sababu wewe ni ujinga ambao unaofanya. Sheria ya nchi unajua kabisa kuwa mtu yoyote chini ya miaka 18 usiku kuendesha gari. Kwa hiyo unamruhusu mtoto wako kuendesha gari barabarani? Nakwambiaje, mimi mwenyewe nashangaa. Kwanza nimeshangaa kwanza amejifunzia wapi kuendesha gari. Sielewi, tusameane bwana afande. Si wote walezi, unajua bwana. Ili balaa leo limenipata mimi, kesho itakupata wewe. Tusameane tu. Mwanao ana miaka mingapi? 4.5. Inakuingia akilini kweli mtoto wa miaka 4.5 anaweza kudrive gari kutoka eneo moja kwenda eneo lingine? Yaani mimi mwenyewe iniingia akilini ndio maana nashangaa. Natufanya sisi watoto sio? Afande mshiriki. Nisameni bwana, nisameni. Si wote walezi bwana. Leo nimempata mimi, kesho itakupata wewe. Nisameni bwana, nitamuonya mtoto. Mimi kwa ushauri wangu bwana, kae lock up, baadaye tutajua. Hii ni kesi kama kesi nyingine. Sasa lock up kuna nini mpaka nipeleke huko? Afande. Mtoto wake. Atutishia baba. Chukua toka naye. Ingia humu. Sasa nisikilize wewe. Utakaa humu ndani. Hakuna kutoka na ufunguo hapa na kufungia hapa. Utaletewa chakula humu, utalala mchoo ukiko humu, hakuna kutoka. Sofia nitakupiga wewe. Nitakupiga ngumi za kila rangi. Sogea huko. Wewe kunifanya mimi nanengeleka kwa polisi pale wanasema ovyo. Wewe unaendesha gari? Nani kakufundisha kuendesha gari? Wewe mtoto jini wewe. Hivi wewe mtoto nimekuzaa kweli wewe wangu? Umerithi kwa nani hizo tabia za kijinga? Za kijinga tu. Sasa mama, utakaa humu ndani humu, utakula humu choki kwa hapo utaingia hapo.
nitakupiga ngumi za kila rangi wewe. Kaa huko. Na nakufungia huko, kae huko. Dad, I don't like what you're doing at all. Kwani ufungie Sofia? Kwani yeye ni jini? You don't like what? I don't like what you're doing. Kwa hiyo wewe mdogo wako anavyonisumbua hivyo kwenda polisi, maana mimi ananifanyisha riadha barabarani na kimbilia gari, unaona? Kunisumbua ujinga. Wewe unaona hiyo vyote unapenda? Unaona ni sawa? Hata kama. Hiyo sio sababu tosha ya wewe kwenda kufungia chumbani Sofia. Nimemfungia ili awe na nidhamu au na discipline. Mimi ni mtu mzima, sio kwa ananisumbua vile polisi. Jamila ukinitibua na unajua nitakuweka kwenye jela hiyo. Niweke. Hebu shuka chini hapo, tunaribia mudi yangu. Dad, mimi nashuka, lakini nishakwambia sijapenda. Kama wewe hujapenda mimi nimependa sasa. Wewe hujapenda mimi nimependa. Hebu usinipe stress. Kwenda chini. Nimekuja kujikalia kusudi uondoke na stress. Dad, mimi sijapenda. Unajua na wewe. Hivi nyewe watoto mnataka mimi kunitoa roho? Mnataka mniue kabisa nife, si ndio? Sio kama nataka kutoa roho Dad. Kwa nini ufungie Sofia? Hivi nyewe watoto hamjarizi tabia yangu hata chembe. Shuka chini. Dad, mimi nashuka, lakini nishakwambia. Jamila down. Yaani watu wengine wanasema kama kuzani bahati, mimi sidhani kama nimepata bahati. Nyinyi watoto hamjarizi tabia yangu hata chembe. Hii tabia za kijinga mmerizi kwa mama yenu nyinyi. Bado tu kuloga, na mkiloga mmemaliza. Mtafanana kama yai. Hata kama Dad, mimi sijapenda. Sasa hivi adabu mtindo mmoja. Umetulia kama uko saluni. Na utulie hivyo. Nilikwambia nitakupa discipline. Ni utatulia sasa hivi. Chakula hiki hapa. Ule. Pamoja na manjojo yako yote na ukorofu unaoonyesha, bado mtoto nimekuwekea chips na kuku. Chakula bora. Hiki hapo ule. Utaingia bafuni, utanawa mikono yako, utakuja kula hapa. Maji ya kunywa nakuletea. Utoki humu. Na nimekuja na fimbo. Fanya mbwembwe zako, fanya mazingombo yako, uone kama utatoka. Ufunguo nazo hapa. Mfukoni, natembea nazo kasi ya mkononi. Hautoki humu. Fanya manjojo yako dada. Come. Hii fimbo itakupa discipline. Come. Come. Ukinisumbua tu, kao ya kichwa, kao ugoko, kao kichwa. Paka utaona. Shetani wewe. Vipi shemu? Safi tu. Watoto wanaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Mimi ndio baba, mimi ndio mama na maisha yanakwenda. Vipi Jamila? Sofia iko wapi? Sofia bala kama. Wewe. Nenda huko. Kacheze. Na kama usikize mazungumzo ya wakubwa hapo na umejikalisha hapa kanyani. Chem. Mimi kwa nafikiri ungemsamehe tu mke wako ili muweze kulea watoto au watoto wa kike, huwezi kuwalea peke yako. Sikiza nikwambie shemeji. Najua nini kilichokuleta na nimekusikiliza vizuri. Na najua nikiendelea kusikiliza ni wapi unakoelekea. Kwa kifupi tu siko tayari kurudiana na rafiki yako, si ndugu yako, shosti wako, whatever. Sawa, jaribisha kumsamehe. Msamehe kwa mara ya mwisho. Arudi mlee watoto wenu shemeji. Sina maelezo zaidi hayo kwa sababu najua kati ya hilo ambalo namlaumu mke wangu, hata wewe ni mmoja wapo unayehusika katika hilo. Mimi nahusika katika ushawishi. Nahusika mimi. Lakini shemeji nakushauri msamehe mke wako mrudiane. Nashukuru, naomba uende. Fikiria watoto, au watoto wa kike huwezi kuwalea peke yako. Asante kwa ushauri. Shemeji, nashukuru. Sophie. Chukua ufunguo wa magari wako chini ya begi. Chukua ufunguo wa magari wako chini ya begi. Okay.
Wewe. Hebu njoo. Wewe. Posi nilikufungia ndani kule umetokaje? Nitoka kwa haki zangu za kuzaliwa. Rudi pesa. Sirudi, sijala hata chakula chako hata kidogo. Because I miss my mom. Umenisikia tu lakini kibodi. Hivi mtoto nimezaa mtu? Haujini wewe? Sofia utarudi polisi? Serenga. Hii utaweza kutumia? Ina ulevi? Nitajitahidi. Sasa lengo kama nilivyokuwa nakwambia mwanzo. Hawa wanangu maji mnifika shingoni. Wanamhitaji mama yao sana. Sana imekuwa wimbo. Na mimi kumrudisha mama yao hapa ni mtihani. Siwezi. Sasa hata sijui nitafanya nini. Sijui. Lakini mimi ningekushauri kitu kimoja. Unajua siku zote watoto unapoishi katika nyumba wakakosa kuwa na baba ama la wakakosa kuwa na mama, naamini kama kuna kitu kinapungua ndani ya mioyo yao. Ningekushauri kitu, kama ungeweza ama na mimi kunipa angalau sababu ya kuweza kutafuta njia ya kumrudisha mama yao akawepo hapa, nafikiri hilo lingekuwa la busara sana. Unajua pengine hujui nini kilichotokea baina yangu mimi na mama yao ndio maana tukaachana. Naam. Sijui, lakini kama ungeweza kunipa sababu ama kunidodosa kidogo kama kuna kitu ambacho kilitokea hivi na hivi na mimi nikapata angalau mwelekeo kuweza kujua kwamba tunaweza tukasaidiana vipi. Nafikiri ingekuwa na busara kama ungeweza kuniambia kama kwa ridhaa kama ungependa. Serengo. Mwanzoni tuliishi vizuri sana mimi na mke wangu pamoja na wanangu. Ndio. Lakini hapo katikati ilitokea dosari tukaachana. Bibi, changamka kama nilivyokuambia. Sawa? Hao wanaume hawana muamana. Sawa? Utakuja kulala hoi kwa vivyo kuchagua bibi. Kwa kama mimi, hivi kwanza unione mimi. Niko free wakati wote, nafanya ninachojisikia. Nikitaka kwenda nje naenda. Nikitaka kwenda chonga naenda. Nikijisikia kukaa na kunywa mpaka muda naojisikia kurudi nyumbani ndo narudi. Sasa utafanyaje? Fanye nini nikwambie mara ngapi wewe naye? Hebu amka. Fanya hivi masikio bibi wewe. Ufanyaje sasa? Unajua nini kule nilipokuambia kule mtu kule. Unaenda unapikwa kule kisawa sawa, yani unaiva. Yani ukija hapa kwa na mama unaniambia. Unataka sasa unaona sababu unataka nini hasa? Baba Sofia huyo mara na wote anapiga alivyo mkorofi. Mimi mangu ni kwamba hii gari nimechoka. Abadilishwe fast. Nyingine. Unavuniona mimi? Ile nyumba jina langu. Viwanja, kampuni. Usiniambie. Wewe ushangia sana badilisha magari mimi. Kwa sababu gani? Mimi sina hata kitu kimoja nilichoandikishwa hapa nyumbani mwanzo. Hata kitu kimoja. Sasa utakavyo mpaka leo. Shoga yangu naomba nipeleke hata kesho asubuhi. Kesho na mishimeshi zangu shoga yangu. Sasa nitakupa namba ya simu. Mwambie tu rafiki yake Mama Angel. Na mimi mwenyewe nitampigia namba shoga yangu anakuja. Naomba umpe vile vya uvunguni. Yaani sio juu ya shuka, vya uvunguni bibi. Kesho asubuhi mimi naenda shoga yangu. Yaani mapema shoga yangu. Naenda nakwambia kesho mapema mimi kahangaike. Nenda. Unachelewa nini naye? Kesho nenda. Haina pasi kijana unampetipeti nini? Sio nini na tena baba yake unaiacha pembeni. Bibi nini bibi. Unachukua bibi tena yeye la yake unamtengenezea.
Sasa hivi. Wewe jina lako Mama Sofi? Ndio, naitwa Mama Sofi. Kana chini Mama Sofi. Vula bilato Mama Sofi, vula bilato. Mama Sofi, susi yako wewe PDG. Ndio. Ukuye na makuta ya mingi kama mkubwa Salomon Eskadela. Ndio. Ili makuta ya bwana yako hiyo ya kwako. Ndio. Uwe ndio bosi ndani ya nyumba, patron. Ndio. Hata ukimkonkora binkoni aikane kimya. Ndio. Mama Sofi, umefika. Mama Sofi, unajua Jibi Kinwani? Mimi ndio nilipatia yeye dawa amekuja na hela nyingi. Ule Tresor Mputu wa TV Mazembe nilimchanja kwenye mkulu wanaangisha magoro ya mingi. Ananijua mimi, mwambakala la walukusa, mwana mpuka mkuu akamkala. Mama Sofi, utakuwa na makuta. Ile makuta ya bwana yako itakuwa ya kwako. Mama Sofi. Mama Sofi, nakupatia wewe. Mimi ni mfumu kutoka Mbujimai wa Balengela kule kwetu Kasai. Nakupatia Mikenji. Hii tumeona mimi na wewe. Hapa kuna mtu hapa ni mpori hapa. Kamata hii kintu. Uende ukaweke mshambre mwende mnalala wewe na bwana yako. Pale kwa kitanda kwenu. Chini ya kuse. Kuse nini dokta? Kuse ile unalalaka unaweka kichwa hivi unalala na mashikio hivi. Mto. Kamata hii. Fuchika. Fuchika. Mama Sofi. Mama Sofi. Asione mtu hiyo. Asione mtu hiyo. Dokta, ni shingapi nataka kutoa? Wewe katuma kutu ulikuwa nayo. Kama unaenda mambo inakuwa bien, njoo utarudia hapa kuleta makuta ingine. Weka pale kutu chini pale. Mama Sofi. Ile kintu ile asiangalie mtu, asione mtu. Kama naona mtu, hata ule kijingi akiona, unaribisha mambo yote. Kende malamu, lakini hapana kuangalia kumkongo. Simama. Mwanangu. Sasa hivi nimedhamiria. Nini tena? Ndio umeamua unataka kuniua moja kwa moja. Mbona kila siku maneno Aisha hapa ndani? Hivi mbona muonekano wako kutofauti mambo ya kishirikina? Baba Sofia, ushirikina gani nimefanya tena mimi? Hii ni nini? Kwa nini? Hirizi. Kama umeniwekea chini ya mtu kusudi nivyo kabisa moja kwa moja. Nimekukosea nini? Siwezi kuweka hirizi mimi. Mke wangu tuna watoto tumeishi vizuri. Unataka nani anaisumbua akili yako? Sasa umeionaje hata hivyo? Nimeonaje umeniwekea kuniangamiza mimi? Kwa taarifa yako mimi nalindwa na Mungu. Hutoniua. Na naenda kuichoma moto hii. Ya kurudia wewe mwenyewe, ufe wewe mwenyewe. Kenge wewe. Wewe unataka kuniua mimi? Kwa hiyo mimi nilipokuwa nimeambia niweke pale chini ya mtu nimeweka, lakini ameona. Na ndio hali sasa hivi imekuwa ni mbaya sana zaidi hata pale mwanzo. Kimwaje kumwona mkazi jingi na kwa uto? Bora jingi. Je ne peux pas tolérer chez makuita bato. Niliambia wewe ile kitu ile kafuchike kabisa. Ule mtu inaona je? Kimeficha lakini ameona. Nzambi wanya jingi. Wewe unaribisha mambo yote, unaribisha bintu vyote binalabika hapa. Za size baba. Pona kaza. Kwa hiyo huku ndio unakuja kunitengeneza mimi Si nimekufuma wewe na hirizi wako unanikatalia wewe? Hapana. Hii nini? Ni mume wangu. Tangino mwenyewe. Hapana kunicheza na mimi hapa. Mimi natoka Kasai, mwana mpuka mko akabukala. Hapana cheza na mimi, nitaua wewe. Pote na mbali. Wewe mwenyewe kama ungekuwa mtu wa maana unawasaidia watu ungekuwa unakaa kuvichakani zunguka kasa kwenye jumba la kifari. Unakaa unadanganya watu na matungutunguli yako. Wewe kumpotelito. Ni mume wangu. Kumpotelito nikwambia. Utajijua mwenyewe, unajitukana mwenyewe. Wewe wachijingi. Mimi wachijingi. Jingi mwenyewe. Wewe. Sasa sikiza nikwambie, tutakutana nyumbani ndio utakapopata ujumbe wako mbwa wewe. Tangana jingi. Tangana mwana wewe. Mwana kale utakumpotela mimi wewe. Mimi mfuruka sai, mwana mpuka kabukala.
Haya, unakwenda wapi? Unakwenda wapi mwana usipo na haya wewe? Nini tena? Unanuza nini tena? Huna aibu, unanuza nini tena mimi? Kwa nimekuaje? Pale kwa mganga kwa unafanya nini? Mimi nilienda tu. Umeenda tu pale ni kanisani au msikitini pale? Ndugu yako yule mganga. Pumbavu wewe, unaongea hata vitu vingine hata bila kufikiria. Unajua hata kudanganya wewe mwanamke. Yaani pesa yangu mimi mwenyewe, nyumba mama, nimekuoa, tumezaa watoto. Hujaridhika tu. Unaamua kwenda kuniroga kule nifanye kauzo si kauzo, zuzu si zuzu, zoba si zoba, mmebwege si mmebwege, isudi nipeleke tu ni control car remote. Ndivyo unavyotaka wewe. Wewe mwanamke mchawi sana jamani. Ah! Tani wewe ni wizard wewe. Wewe ni mchawi wewe mwanamke. Ni what I say. Jaribu tena kukanyaga hapa. Nitakupa ngumi za kila rangi. Yaani nitakupiga ngumi ambazo hujao kuziona hapa duniani. I say wewe mwanamke. Wewe mimi nitaenda wapi? Baba Sofia mbona unanifanyia? Rudi kwa mganga. Nenda I say hii ngumi nitaiposti kwako. Hii ngumi ikitua katika uso wako, utasahau kama cha kuexist katika hii dunia. Nenda kwa mganga kawaroge wengine mama. Kawaroge kawafanye makauzu. Jinga wewe. Wewe mwanamke ni mchawi sana jamani wewe. Kwa hiyo hujaridhika na mapenzi nao kupatia mama. Unaomba kwenda kuniroga mimi? Sasa una uhakika gani nao unazungumza lakini? Sindikuuliza wewe mambo ya hirizi. Kila kitu unachokuza unapinga. Nyumba ukataka utaifisha uandike jina lako. Una tamaa ya nini? Mimi siwezi kukuloga. Sikiliza. Siwezi kukuloga maneno ya kusikia. Mke wangu nilikupenda sana, lakini naomba ufanye U-turn. Urudi ulikotoka. Asa. Wewe rudi tena uje uone hapa. Nitalea wanangu mimi mwenyewe. Mimi nitakuwa mama, mimi nitakuwa baba. Watoto wako shule ni boarding. Wewe unahangaika kwa waganga. Unatafuta ni wewe mwanamke mchawi sana. Nikuone tena unarudi hapa. Jamani. Hamuriziki nyinyi wanangu, mnataka nini? Nolo wanene kidi balongo ambaia kidi kyamulume kidi kyantanda amba oya balongo ambaia. Kaka, nirudi tena. Unisaidie, nimefukuzwa, hataki hata kuniona kwa nyumbani tena. Très bien. Kitoko. Jamani, watoto wangu nawaacha na nani? Dokta, naomba msaada wako baba. Wewe, vumkwambira ni wewe nchijingi. Mbumbafu, marimi. Mbumbumbu. Tena wewe kama nilikuwa hapa na kisu mpanga hapa au mposholo au marto ningekupiga marto kwa kichwa. Naomba msaada wako kakangu. Naomba unisaidie mimi nirudi nyumbani kwangu. Nilikwambia wewe ile kintu ile mtu ashione. Hata ule chijingi wako ashione. Unaenda kuweka na ule chijingi ameona. Tena uko na chance. Kuna bahati. Ile kintu iko na makondisyon kama mtu anaona ule ni vraiment mubaya. Tuko na chance. Tungekufa mimi na wewe. Tungekufa. Sasa nasema hivi. Shuka. Mbuka. Shuka. Dokta. Chana makuanzia vintu vikwa buto. Naomba unisaidie baba. Naomba unisaidie. Naomba msaada wako. Kende. Umkashika yeye. Mbuka. Ngambira mema ni kusaidia chitwe. Mbuka. Mbwa kapushi jikaku wewe. Takucheza na mimi wewe. Kani ndugu. Lola wanene kidi balongo ambaia kidi ya mulume kidi kanta. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa. Hata mimi sometime nahitaji niwe na mke wangu hapa
tulee watoto pamoja, spendi hizi purukushani, spendi ugomvi wa mimi na Sofia kila wakati. Tunafikishana sehemu ambazo kama baba na mwanae hupaswa kufika. Lakini kuna wakati nafsi inaumia, unaona bora liende ubaki kama ulivyo. Lakini sipendi kumlaumu sana kwa sababu naona hii kama ndio hali halisi jinsi walivyo wanawake, sababu wanawake wanajaribika kirahisi sana, unajua eh? Ni kweli. Tizama hata katika maandiko. Hawa alijaribiwa na shetani, akala lile tunda la bustani ya Eden, akampelekea na mume wake. Vivyo hivyo kwa Samson na Delila. Shetani amjaribu Delila ili aweze kukata nywele za Samson. Ndio. Ukija kwa mke wa Ruth pia katika maandiko, alijaribiwa na shetani, akageuka nyuma akawa nguzo ya chuma. Asfa. Ukija hata kwa mke wa Ayubu vile vile, yeye alijaribiwa na shetani kusudi aweze kumsimu mume wake amkufuru Mungu kutokana na ugonjwa ulikuwa unamsumbua. Ni kweli. Wanajaribika kirahisi sana. Yaani sijui nifanyaje. Lakini niseme kitu kimoja. Unajua sisi wanaume tulivyoumbwa ni tofauti na hao wenzetu. Na ndio maana sisi tukapewa mamlaka ya aina yote kwa kuwamiliki hao wenzetu. Na ikitokea vitu kama hivyo, lazima kidogo na wewe mwanamume kama mwanamume uwe na imani ya kufuta subira. Najua ingawa alikutendea ni mambo makubwa, lakini ungeweza kufuta subira na imani, uweze tena kutafuta kusahau yale yote, ukatafuta njia ya kuweza kumrudisha tena wewe mama. Nadhani ni rahisi. Najua kuna ugumu wake ndio, lakini kama mwanamume jabari uliokamilika, nafikiri ni kuna vitu vidogo tu vya kufanya kuweza kumrudisha. Sidhani, tajaribu. Endelea kinywa chako Serengo. Unajua tena mwanzo pale nilipiga stop kwa sababu nilikuwa nataka nikusikilize kwa umakini kidogo. Hapo Serengo unaonekana wewe ni mlevi wewe. Bana wewe. Mimi sio mlevi, mimi ni mnywaji tu wa kawaida. Sijafikia bado kwenye ulevi. Sijafikia. Ila nikipataga nafasi, vikija kama vizuri, waga navipiga 3, 4, 5 vinakwenda. Unajua hivi vinakwenda sambamba na mazingira yetu ya jinsi yalivyo. Umeona? Unajua hapo kuna mbu sana. Sasa ukipiga hivi vitu, hadi wale mbu wanavyokuja hapo wanakuona kama vile umeweka ngao mwilini. Wanakuona kama umeweka ngao mwilini. Bwana. Umeona? Sawa. Mke wangu, nashawishika kukusii urudi nyumbani tukalee watoto pamoja. Niamini kwamba nyinyi wanawake mna mchango mkubwa sana katika familia zetu. Malezi ya watoto yanahitaji uwepo wa baba na mama. Na mimi siwezi kusimama nikajisifu kwamba nikajiita mi big dad kama kuna mama ndani ya nyumba. Tafadhali, hebu rudisha moyo wako nyuma. Njoo nyumbani, tulee watoto. Wananisumbua sana. Kila siku wanauliza, "Baba, mama yuko wapi? Baba, mama yuko wapi?" Imekuwa ni wimbo. Nimeingia katika matatizo makubwa, nimefika hadi polisi kwa sababu yako wewe. Tafadhali mke wangu. Najua ulinikosea, lakini nashawishika kukusi kwamba rudi nyumbani. Wewe ni ubavu wangu. Kwanza nyumbani kwako siwezi kurudi tena. Nyumbani kwako siwezi kurudi tena. Nakiri kweli nilifanya kosa na nilichokifanya mimi, yani hata kurudi pale nyumbani sijisikii vizuri mbele za watoto wangu. Umeelewa? Na pamoja na makosa ambayo nimeyafanya, ulinifukuza kama mbwa na kuniona mwanamke asiyefaa katika jamii. Siwezi, sorry. Siwezi kurudi tena kwako. Ina maana wewe hujawamisi watoto wako? Ndio, hamisi sana watoto wangu. Na ni muda mrefu sana umepita. Mimi niko hapa, nimeshajitafutia biashara zangu ndogo ndogo mimi nafanya, maisha yanaenda. Nimeridhika kabisa na ninachokipata na kwa wazazi wangu. Watoto wangu nawapenda sana, lakini siwezi kurudi. Nimekwambia baba Sofia nielewe hivyo. Siwezi kurudi nyumbani kwako. Siwezi. Nakupigia magoti. No. Usipate na. Tafadhali usipige magoti. Kuna tatizo gani kumfanya upige magoti? Sorry. Siwezi kurudi nyumbani kwako tena. Wanawake wako wengi. Wako wengi sana. Unaweza kuwa mkapata mke mzuri ambaye si mchawi. Mimi mchawi niache nikaa hapa. Anatosha. Mimi nawajua nyinyi wanawake wa Dar es Salaam. Tayari ushapata mwanaume mwingine kashaparaganya akili yako, kashakuzuzua, tayari umesahau watoto wako. Wanawake wa Dar es Salaam mimi nawajua. Ndio wale wakipenda wanahama majumbani kwao, wanahamia kwa mwanaume. Wale wakipenda wanasahau huko radhi wakana hata wazazi wao kwa sababu ya mapenzi. Sasa hivi unawakana hadi watoto wako mama. Tumezaa wote mke wangu, unawakana watoto kwa sababu ya mwanaume bwana mmoja uliyempata.
Nawapenda sana watoto wangu, nawakumbuka sana. Na napenda na samani sana ningekuwepo na watoto wangu pamoja nikawalea katika malezi mazuri ambao napenda mimi. Lakini hivi na watazamaji watoto wangu kwa kashfa ambayo imeniondoa pale nyumbani. Na watazamaji watoto wangu. Baba Sofia, so late. Sorry for that. Siwezi kurudi tena. Tafadhali nakuomba, hebu tafadhali, hebu rudisha moyo nyuma mke wangu. Twende nyumbani mama. Siendi. Utaki? Ndio. Asante sana mama Sofia. Talaheri baba. Mkubwa. Vipi umefikia? Nimeshindikana Serengo. Nimejaribu kumsii kwa namna ninavyoweza mimi lakini imeshindikana. Lakini mimi ninachokusii kwamba usikate tamaa. Endelea tu please. Mwisho atakuja atakaa sawa. Kwa namna nilivyoongea naye yeye. Sidhani kama atawezekana kwa sababu nimeombea yote uliyotenda mimi, nimesamea. Rudi nyumbani tulee watoto wetu. Rudi nyumbani. Watoto wananiuliza kila siku, baba, mama yuko wapi? Hebu rudi nyumbani tulee watoto. Hayo yote uliyotenda si ndwele, nasamea. Lakini imeshindikana. Nikwambie kitu. Yule ni mwanamke ambaye umezaa naye. Sio mwanamke tu kumokotokota njiani ukaja kushinda. Yule mwanamke umezaa naye watoto. Mimi nafikiri unavombembeza hivi atakuja mwenyewe ataelewa nini maana yake. Sijui. Haina shida, nitalea tu wanangu, nitalea. Ila sijui Sofia nitamwambia nini, namwambia nini yule mtoto. Mimi nakusii bwana, endelea kumplease bwana. Yule ni mkeo. Endelea kumplease. Okay, basi mimi nikuache ukapumzike. Haya, pitia mlango huko kwa sababu huko kidogo kuna usafi ambao nilikuwa naufanya. Sisi hata kama kaa yule kile kipanye kichangu kile. Hakuna, yuko amepumzika. Wewe pitia tu. Wamekula lakini kila kitu kipo safi. Mami Sia. Surprise. Jamani. Bosi ulikataa kuja? Nikuache na nani? Na wanangu. Nashukuru sana kukubali kuja mama. Asante. Kwa hiyo umeamua kuni surprise mke wangu. Nimeamua kusurprise mume wangu. Siwezi kukuacha peke yako na watoto wangu jamani. Are you happy now? Yes, thank you daddy. Big daddy. Sema thank you big daddy. Sema ni basi. Thank you big daddy. Tabia, umemwona mama Jamila. Fanya mbombo zako sasa, mtu anisumbua sasa hivi. Baba. Sofia kama namuona. Nimerudi mlango. Umenisamehe, yalopita naomba yapite, tugange yajayo. Umeona? Napenda sana mwanangu. This is my family. I know. Ui.